Hello, habari. Mimi naitwa Dr. Anna Mahecha. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, magonjwa ya uzazi na wajawazito. Leo ninatamani sana tuongelee kuhusu preconceptional care. Umekuwa ukinisikia nasema kuhusu preconceptional care, labda wengine labda hujawahi kunisikia. Lakini leo natamani tujue kwa undani nini maana ya preconceptional care na kwa sababu gani ni muhimu. Sasa nini maana ya preconceptional care? Preconceptional care kwa Kiswahili tunasema ni maandalizi au huduma ya afya kabla ya kupata ujauzito. Sasa hii huduma ni pana sana, lakini ni muhimu sana kabla hujapata ujauzito upatiwe hii huduma. Hii huduma ina cover maeneo mbalimbali ya mama na baba, ili hao watu waweze kupata mtoto mwenye afya njema, lakini wao pia wakiwa salama. Kwa hiyo inaangalia maeneo mbalimbali ya mama na kama anaweza kupata changamoto yoyote kipindi cha ujauzito, lakini pia kumwandaa vizuri kama alikuwa na changamoto, kuweza kuzitatua hizo changamoto kabla hajapata ujauzito. Kwa huduma hii inahusisha ushauri, lakini pia wakati mwingine inaweza ikahusisha matibabu kama utahitaji matibabu kabla ya kupata ujauzito. Kwa itaangalia afya yako, lakini pia itakushauri. Kwa huduma hii inahusisha mambo mengi. Kwa urahisi tunasema kuwa inamcover mama na baba 360 degrees, yani mzunguko wote huo, ili kuhakikisha kuwa wanapata mtoto ambaye ni salama. Kwa jamii yetu hii ya Tanzania au niseme tu wa Afrika kiujumla, wengi wetu huwa tunapata tu mimba by default. Wengi kwanza hatujiandai, lakini pia kwa mfano watu wakishaoana, baada tu ya ndoa kinachofuata ni nini? Ni mimba. Kwa mtu afikiri kitu kingine chochote, anajua nimeolewa, nikishaolewa jamii inachojua ni mimi kupata mtoto. Kwa hiyo haimruhusu huyu mama au hairuhusu hii familia kusema kuwa jamani, sisi tunataka tukae angalau miezi 3 au miezi 6, tufahamiane, tufurahie ndoa yetu, tupunguze hizi stress za mchakato mzima wa harusi, tupumzike ili angalau tuweze kufanya nini? Recover kutoka stress za harusi na nini. Lakini pia tunataka labda tukae tu tufurahie maisha yetu sisi wawili kabla hatujafanya nini? Hatujapata ujauzito. Kwa jamii yetu kiujumla, jamii yetu hizi ya Kiafrika hazituruhusu, hazipi familia hizi changa kupata muda wa kufanya nini? Wa kujiandaa. Lakini pia wako watu ambao wao wakishaoana tu wanajua hata kile kipindi cha honeymoon ndio kipindi cha kupata mimba. Jamani, yani kuna watu kuna watu wanajiandaa kabisa, yani kipindi kile cha honeymoon ndio kipindi cha kufanya nini? Cha kupata mimba. Kile kipindi ni cha kufurahia jamani. Ufurahie ili ukitoka hapo sasa unakuwa umejipanga vizuri kuweza kupata ujauzito. Mwingine akitoka tu honeymoon, ule mwezi hajapata mimba, anakuja hospitalini. Jamani, nimetoka honeymoon kule, nimeshiriki tendo la ndoa, mbona sijapata mimba? Kwa unahitaji kujiandaa ndugu yangu. Unahitaji kujiandaa kisaikolojia, unahitaji kujiandaa kiuchumi, unahitaji kujiandaa kimazingira, unahitaji kujiandaa kiroho, namna nyingi ambazo unahitaji kujiandaa. Kwa mfano, let's say kuna watu wengine sawa wapo kwenye mahusiano, then wanataka kupata mtoto, lakini huyu mtu amekuwa na msongo wa mawazo wa muda mrefu. Hiyo kitu hajaongea labda na mtu wala hajaiaddress, anaamua kupata ujauzito. Sasa mtu kama huyu anapoamua kupata ujauzito, unapata ujauzito upo kwenye hicho kipindi cha stress au kurecover au kumuona mtaalamu wa afya, then baadaye unaendelea na hiyo changamoto yako ya afya akili, unakuja unajifungua. Kuna kitu tunakiita postpartum depression. Haya, umejifungua, ina maana unaunganisha sasa na hicho kitu. Wengi wao wanaishia huko, ambao sasa inakuwa inafanya ile swala litakuwa mbaya zaidi. Lakini pia wako watu ambao wanatumia mihadarati, wanatumia maybe madawa ya kulevya, wanatumia pombe kali, wanavuta sigara. Hivi vitu vyote vinatakiwa kabla hujapata ujauzito uache. Kwa sababu hivi vitu vinaweza vikaathiri yule mtoto aliyoko tumboni, akazaliwa na changamoto. Lakini wakati mwingine inaweza ikapelekea hata mimba kuharibika. Sasa mtu mwingine anaweza asielewe, anaendelea kunywa zake pombe na ujauzito wake, na kunywa zake sigara na ujauzito wake, mimba zinatoka, haoni kama ile pombe na sigara ni changamoto. Lakini wapo watu ambao wana uzito mkubwa, uzito uliopitiliza. Ukipata ujauzito na uzito mkubwa, uzito uliopitiliza, hiyo nao ni changamoto.
mimba zinaweza zikatoka, au ukapata matatizo mengine ambayo yanahusiana na uzito mkubwa, kwa mfano kupata pressure ya mimba, kupata sukari ya mimba, kuzaa watoto ambao yana uzito mdogo, au kuzaa mtoto ambaye ana uzito mkubwa sana, ambao pia nayo itakuletea changamoto. Lakini wapo wale ambao wana uzito mdogo sana, yaani ukiangalia umri wake na uzito alionao ni kama yuko malnourished au yuko under weight. Kwa huyo pia naye atatakiwa apewe virutubisho ili kumfanya uzito wake ufanye nini? Ukue, ufikie kwenye kiwango kile ambacho anaweza kupata ujauzito. Kwa sababu lazima pia unaweza kujifungua kabla wakati, na ukishajifungua kabla wakati unajua tena changamoto zake. Kulea mtoto ambaye alizaliwa labda na kabla ya wakati, utakaa hospitali muda mrefu, utaweza kufanya kitu chochote. Kwa haya mambo pia yanaweza yakao. Ukaona ni kitu kidogo kinaanzia hapa, lakini kinaleta a chain of reaction ambazo baadaye huko mbele zinakuwa na msururu wa mambo mengi ambayo yanakuja kukuathiri maybe maisha yako kawaida, ndoa, mahusiano na vitu kama hivyo. Kwa unahitaji kujiandaa, unahitaji kumuona daktari. Kwa mfano, tunasema at least ujiandae angalau miezi 3 kabla. Wewe na mwenzio mkae muone sasa tuko tayari kupata ujauzito, je, tunafanyaje? Tunaenda kumuona mtaalamu wa afya atusaidie tufanyaje ili tuweze kupata ujauzito salama. Kuna watu tunapata ujauzito hatuendi kliniki. Unapata ujauzito unajua ni mjamzito, unasema ngoja nikae nyumbani angalau hata miezi 2-3 au nianze kliniki nikiwa na miezi 6. Hujawahi kunywa hata folic acid. Na tunajua umuhimu wa folic acid. Baadaye nitafundisha nini maana folic acid na umuhimu wake kwenye ujauzito. Kwa sababu kile kipindi cha mwanzo kabisa cha zile wiki za kwanza, wiki zile 4 za kwanza mpaka wiki 8 ni za muhimu sana mama kutumia folic acid. Kama ulikuwa hujaanza kutumia huko mwanzo. Lakini tunashauri angalau mwezi mmoja kabla hujapata ujauzito au hata wengine miezi 3 kulingana na changamoto ulizonazo kuanza kutumia folic acid. Lakini wengi hatufanyi hivyo. Hatutumii folic acid. Unakuja kliniki ukiwa na miezi 3-4. Unakuja kugundua baadaye kumbe ulikuwa na changamoto ambayo ungeweza kuitatua kabla hata hujapata ujauzito. Kwa ni muhimu sana mama kujiandaa. Lakini kifedha, unajua watu wanaona tu nitajifunga, yani mimba si miezi 9. Kwa miezi 9 hii hamna shida, nitaenda huko mbele nitapata pesa nitajifungua. Ngoja nikwambie, kama hujiandaa mapema vizuri, hii miezi 9 ikija utajikuta huna hata kitu. Kwa mfano, let's say kuna kipindi fulani rafiki yangu mmoja aliniambia kwa mke wake alienda kujifungua. Huyu ni mfanyakazi na ni mfanyakazi kabisa, ameajiriwa na kiwango na pesa tu nzuri. Mke wake alienda kujifungua, alienda kujifungua mapacha. Akaja kuniambia kuwa mke wangu alienda kujifungua nilikuwa na 50 tu mfukoni. Imagine huyu baba anatakiwa alipe sasa pesa ya hospitali ya mke wake kujifungua. Lakini pia anahitaji kumwandaa mke wake kuwa ili aweze kupata chakula kizuri kwa sababu amejifungua mapacha. Wakati mwingine maziwa anaweza akawa ni machache. Haya, natakiwa labda anunue maziwa. Mama hawezi kuwa maziwa hayatoshi, si ndio? Lakini mama anatakiwa akae kwenye mazingira mazuri, asipate stress ili maziwa yasije yakakata. Sasa imagine mama kama huyo. Sasa imagine baba ana 50 amechelewa kulipa fee ya hospitali. Amechelewa kulipa ile pesa inayohitajika kulipa hospitali. Haya, mama anabaki hospitalini. Tunasema discharge still. Mama amedischargewa lakini amebaki kwa sababu hana pesa ya kulipa. Haya, mama yuko na watoto mapacha hospitalini. Unafikiri mama anajisikiaje? Mama atapata stress, maziwa hayatotoka, umekaa tu hospitali mume wako hajalipa pesa, lakini pia unapoenda nyumbani utakuwa una hasira, kwa nini umenikalisha mimi hospitali? Kwani mimba ni emergency. Si ndio? Sasa hayo yote yanakuja baadaye yanaathiri nini? Mahusiano, yanaathiri ndoa. Mama kile kitu hataweza kukisahau. Kwa wewe ukinilipia pesa ya hospitali nikabaki hospitali. Kwa unahitaji kujiandaa. Na sisi tupo hapa kukuhudumia. Tunatamani tuwe na jamii ambayo inakuwa imejiandaa vizuri, inapata watoto wenye afya na wazazi ambao wako tayari kulea watoto wao wakiwa na afya njema. Kwa kama ukihitaji huduma hii, sisi tunapatikana kwa namba 0676295525. Kwa ajili ya kufanya booking unaweza kutupigia namba hiyo 0676295525. Then tutakushauri wapi tunaweza tukakutana na wewe kwa ajili ya kukupatia huduma na kukushauri. Kwa tupigie, lakini pia tufuatilie kwenye social media zetu. Health Mother and Child NGO kwa YouTube, lakini Health Mother and Child kwa Instagram na TikTok. Karibu ujifunze zaidi, tupigie tukuhudumie. Piga kwenye hiyo namba, weka appointment yako. Karibu sana.